Mimi kwa majina naitwa Jennifer Joseph Mapembe. Mimi ni mkuu wa idara ya utawala na utumishi, lakini ndio mratibu pia wa haya mafunzo. Kama mnavyofahamu, tumetoka kufanya uchaguzi mwezi Novemba na tumepata madiwani wapya. Kwa hiyo haya ni mafunzo maalum ambayo tunaenda kuyafanya kwa ajili ya kuwajengea uwezo madiwani wote wapya na wale wa zamani ambao wamerudi tena kwa mara ya pili. Mafunzo haya yanatolewa na wataalamu kutoka Chuo cha Serikali za Mitaa Hombolo kilichoko Dodoma kwa kushirikiana na ofisi ya Rasi. Lakini lengo kubwa la mafunzo haya kama nilivyosema ni kuwajengea uwezo waheshimiwa madiwani na kuwapa uelewa wa namna ya kuendesha shughuli za mamlaka za serikali za mitaa. Kwenye mafunzo haya watajifunza vitu vingi. Kwanza watajifunza kuhusu utawala bora. Wao kama madiwani wanapaswa kuzingatia utawala bora kwenye maeneo yao ya kazi. Lakini pia watajifunza namna ya kusimamia shughuli mbalimbali za halmashauri kwa maana ya miradi ya maendeleo, lakini pia watajifunza kuhusu uendeshaji pia wa mamlaka za mitaa. Watafundishwa pia kuhusu uendeshaji wa vikao mbalimbali vya kisheria kwa sababu tunajua madiwani kule kwenye maeneo, kwa mfano kwenye kata, diwani kule kwenye ODC yeye ndo mwenyekiti wa ODC. Kwa hiyo hapo wataelekezwa namna gani wanapaswa kusimamia yale mavikao ya kisheria kuanzia ngazi ya kata mpaka ngazi ya halmashauri. Lakini pia wataelekezwa namna ya kusimamia bajeti ambazo zimeandaliwa na wataalamu kwenye halmashauri yetu, ambapo wakati wa maandalizi ya bajeti wao pia wanashiriki kwenye vikao vile vya kisheria kupitisha hizo bajeti. Kwa hiyo wataelekezwa namna bora ya kuzisimamia na kuangalia matumizi sahihi ya hizo bajeti. Lakini pia watafundishwa namna gani wanapaswa kuwa na mahusiano mazuri kama wao wanasiasa na watendaji, kwa maana ya wataalamu wataelekezwa namna ya kuwa na mahusiano mazuri. Kwa hiyo hayo ni mambo machache kati ya mengi ambayo watajifunza kwenye masomo haya, na tunaamini baada ya mafunzo haya madiwani wetu watakuwa sasa wameiva na watakuwa tayari kuanza kazi ya miaka 5 ya kuisimamia halmashauri yetu ya wilaya ya Ngara. Ni sahihi, tumebaini kwamba kuna gepu kati ya watendaji na viongozi, na ndio maana tumeleta haya mafunzo ili waelewe sasa wao kama waheshimiwa madiwani waelewe mipaka yao na watendaji kwa maana ya wataalamu waelewe mipaka yao. Mwisho wa siku sasa washirikiane kwa sababu wao wote wako hapa kwa ajili ya kuijenga halmashauri. Wataalamu wanatumia utaalamu wao kujenga halmashauri na hawa viongozi wanatumia taaluma zao kama wanasiasa kutoa ushauri ili halmashauri ikae sawa. Kwa hiyo tunaamini kupitia mafunzo haya yatakayotolewa leo, hii gap iliyopo kati ya wataalamu na viongozi wa kisiasa itakuwa imeondoka kabisa. Ombo hili linaweza likaondolewa kwa mafunzo ambayo madiwani watakuwa wameyapata, kwa sababu leo watapitishwa kwenye utaratibu na namna ambavyo wao wanapaswa kufanya pale ambapo mashauri ya kinidhamu yanafika mbele yao wao kama mamlaka za nidhamu kwa watumishi wa umma. Kwa majina naitwa Albert Kishamba, ni mtumishi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kagera, sehemu ya usimamizi, ufuatiliaji na ukaguzi. Tuko hapa leo kwa ajili ya kuendesha mafunzo ya uendeshaji wa halmashauri. Mafunzo yanatolewa kwa waheshimiwa madiwani ikiwa ni kuwajengea uwezo wa namna bora ya kuendesha ama kusimamia halmashauri katika shughuli zake na kuleta tija, ikiwa ni kufikisha huduma bora kwa jamii. Mafunzo haya yametolewa nchini kote na wakufunzi kutoka chuo cha mipango cha Hombolo. Kwa hiyo watakuwa hapa kwa siku 3 na watapitishwa kwenye mada tofauti ikiwa ni pamoja na kuwataka madiwani kujua wajibu wao, kujua sheria, kujua haki na namna bora ya kusimamia na kuendesha halmashauri. Kama ofisi ya mkuu wa mkoa tuna imani baada ya mafunzo haya waheshimiwa madiwani katika halmashauri zetu watakuwa sasa na uelewa. Wote tunajua tumetoka kwenye uchaguzi mwezi Oktoba. Tunao madiwani waliopita kwa mara nyingine, lakini pia tunao madiwani ambao wanaingia kama wapya. Hivyo tunamshukuru Mheshimiwa Rais, wameona kuna haja sasa ya kuwajengea uwezo hawa viongozi wetu ili waje wasimamie halmashauri zetu. Hapa mkoani Kagera hii ni siku ya 3. Wameanza Karagwe na wengine walikuwa manispaa ya Bukoba, na leo tunapoendelea hapa wengine wameanza halmashauri ya wilaya ya Muleba. So tuna imani madiwani wote wamefikiwa na wote watapata hii fursa na kupata uelewa.